unaona mashabiki wa Simba wamechanganyikiwa baada ya kipigo cha jana. Ukiangalia mashabiki wa Simba wamevurugwa, kila mtu anazungumza la kwake. Yani ni kama vile kile kipindi cha zamani ule mlima ni mnara nini, mnara wa Babeli, wakati wanatengeneza mnara wa Babeli kule. Sasa waende kumuona Mungu, wamefika kule juu wakaanza kuchanganyikiwa, kila mtu anaanza kuongea lugha ambayo ndio mashabiki wa Simba walipofika hivi sasa, kwa sababu kipigo cha Yanga kimewavuruga vibaya mno. Kila mtu anazungumza kwake, Mangungu atoke, Mode ujimwindie, unazwa nani, bodi katiba, atoyela afanye. Sasa angekuwa atoyela singekuwa mnadaiwa. Sema bwana amefanya vizuri. Unajua kwenye ule mchezo mimi sikuwapa nafasi kabisa Yanga kushinda ule mchezo. Ule mchezo sikuwapa nafasi Yanga kushinda. Huo ndio ukweli. Kwa ukubwa wa Yanga sikushangaa kuwafunga Simba, ila kwa kiwango alichokionyesha kwangu ilikuwa ni surprise, kwa sababu bado mapema sana. Unajue Mangoba Mngiti jinsi alivyofanya selection ya kikosi chake, lakini pili namna ambavyo alivyoingia kimbinu na kuweza kumshine kabisa kocha wa Simba Steve Barker, binafsi ilinishangaza sana eneo hilo. Lakini Young Africans ni klabu kubwa. Ukisema kwamba hawezi kuwafunga Simba moja kwa moja, au utakuwa unakosea mpira wa miguu, kwa sababu ni mpira wa miguu. Mimi always, pamoja na kwamba naweza nikaipa timu nafasi ya kushinda, lakini lazima nitoe nafasi ya mchezo wa mpira wa miguu, kwa sababu unajua kwenye mchezo mmoja kama ule, mchezo mmoja ni tofauti na michezo mingi ya ligi. Mchezo mmoja timu inaweza ikawa ya kawaida, timu inaweza ikawa ya kawaida, lakini siku hiyo ikapanga karata zake vizuri, ikapanga mpango mkakati wake mzuri, na ikakufunga hata kama una timu bora kiasi gani. Si jumla vizuri. Sembuse zikutana timu kubwa kwa timu kubwa. Unahisi Simba walizidiwa hasa wapi? Na dakika 20 za mwanzo walionyesha wako fresh sana kuliko Young Africans. Eneo ambalo Simba walizidiwa ni eneo la kimbinu. Mangoba Mngiti ni na timu yake ile ya benchi la ufundi, watu ambao wanatathmini mchezo, walitathmini Simba vizuri sana na kujua kwamba hapa Simba ni bora, tupadhibiti, hapa Simba kuna madhaifu, tupadhibiti. Simba vizuri. Simba ili wakusumbue na wakupe wakati mgumu, ni lazima Libase Geye, Anseti Oura, Chama wapate muda na nafasi. Simla vizuri. Sasa ile timu ya tathmini ya Young Africans ikiongozwa na benchi la ufundi na kocha wao Mangoba Mngiti, waliona threat ya Simba iko wapi. Ni kwa watu watatu. Kaka, yalikuwa ni mafuriko. Yaani ukiacha zile dakika 27 mpaka 30. Baada ya dakika 30 kwenda mbele na Yanga kupata goli, kila mpira alikuwa anagusa Libase, Yanga wamefika watatu. Kila mpira alikuwa anagusa Anseti Oura, Yanga wamefika wawili. Kila mpira alikuwa anagusa Chama, Yanga wamefika wawili. Si chumela vizuri? Ilikuwa ni chaos. Ile ikawatoa sasa kwenye mchezo. Fikiria Simba wamefungwa goli moja, alafu Young Africans muda wote wanafika kwenye matukio. Very aggressive. Wanagonga, yani ukilelea wanakugonga. Si jumla vizuri? Vibaya mno, gonga. Ile ukigusa gonga, ile iliwafanya Simba wakatoka kabisa kwenye mchezo ambao wanaocheza. Wakatoka wale wachezaji wote watatu. Sasa ikawa ni saka punch. Nyie mchezi mkipoteza mpira tunakuja kuwashambulia. Amchezi mkikosea tukamata mpira tunakuja kuwashambulia. Simula vizuri. Fikiria katika mchezo mkubwa kama ule, Simba anaondoka mpaka dakika ya 88 89 bila shot on target hata hii. Kaka, bila shot on target. Half time yenyewe Simba walienda bila kupiga hata shot ya maana, kusema hata na target shot ya maana tu kulikuwa hakuna. Nikashangaa watu wanamlaumu bwana Dumbia. Dumbia mchezaji gani? Unajua kwenye mchezo wa mpira wa miguu kuna kitu kimoja Jerry.
haukatazi kumlaumu mchezaji. Wachezaji wanakosea. Na kuna wachezaji ni wa kawaida tu. Sio vizuri. Sio tu Tanzania hapa wachezaji wanasajiliwa wa kawaida. Mpaka Ulaya kuna wachezaji wa kawaida tu wanasajiliwa. Yaani unashangaa huyu mchezaji kasajiliwa kwa Manchester huyu. Nakumbuka Manchester United tuliwahi kumsajili mshambuliaji mmoja aitwa Obateni huyo. Kilikuwa au kuna mshambuliaji mmoja aitwa Bebe. Bebe huyo. Kaka ilikuwa ni kituko. Sijui vizuri. Watu wanakosea kwenye usajili. Lakini kwa mpira wa Tanzania na mpira wa Afrika lazima utoe muda, kwa sababu timu zetu hazijafikia kwenye level ya kusajili wachezaji hao ambao wana uwezo wa kukompiti kwenye level kubwa. Hatujafikia huko. Kwa sababu leo hii usipofanya scouting nzuri, usifanya scouting nzuri. Kwa mfano hapa katikati si Yanga wamechukua Suleiman Mwalimu, Simba ilibidi waende kutafuta mshambuliaji mzawa. Uongo kweli? Wamemchukua Ismail Mgunda. Sio tetesi, ni kweli. Wamemchukua Ismail Mgunda. Lakini yupo Paul Peter Kasunda. Si ndio? Kumbuka Simba walimsajili Valentino Mashaka. Unakumbuka vizuri? Na alikuwa kila mechi anahitaji kuingia. Si jumla vizuri. Lakini watu chaguo lao ni Paul Peter Kasunda. Viongozi wa Simba wanaweza wakawa wameenda kwa mwalimu Steve Barker na kumwambia bwana, kuna mshambuliaji huyu Paul Peter Kasunda na huyu Ismail Mgunda, waangalie. Anawaangalia, anavutiwa na Mgunda kuliko Paul Peter Kasunda. Lakini wewe shabiki ukikaa huku unamuona Paul Peter Kasunda ndio bora kuliko nani? Mgunda. Ila mwalimu kamchagua nani? Mgunda. Kama wewe ndio kiongozi labda wa Simba, unamchagua nani? Unawasikiza mashabiki au unamsikiza mwalimu? Lakini licha ya hayo yote, mchezo uliangalia vizuri. Wewe mchezaji gani kutoka Young Africans mgeni ambaye unahisi bwana huyu amekufurahisha? Kwa sababu kwenye upande wa ushambuliaji hapo Simba wamemchukua Dumbia, lakini nasemekana licha ya yote nao pia walikuwa na maongezi na Sharulile wakafeli. Na watu wengi wanacholalamikia uongozi wa Simba ni kufeli kwenye usajili. Kipi kinachowafelisha kwenye usajili hasa? Kaka, kwanza na mchezaji gani kwanza wa Young Africans? Mchezaji ambaye kwa kifupi Young Africans alitisha na aliwaka na always nimekuwa nikimkubali sana. Ni Atola kwa Siao. Yeye siwezi kuwa na mashaka naye hata kidogo kwa sababu ya sehemu alipotoka. Jamani, mimi kwenye peji yangu naandikaga jamani. Naweka wachezaji. Na iposti academy ya ASEC Mimosa mara kibao. Kaka. Afrika hii kuna academies hizi. Kuna Generation Foot iko Senegal, alafu kuna ASEC Mimosa. Hao wana uwezo kukutengenezea mchezaji bora kwenye ligi za ndani ya Afrika, alafu wana uwezo wa kutengenezea mchezaji kwenye ligi za kati hizi timu kubwa za Kiarabu, alafu wana uwezo wa kukutengenezea mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza Ulaya kwenye level kubwa. Atola kwa Siao kapikwa ASEC Mimosa. Hiyo ni sema ambapo mimi mchezaji akitoka huwa sinaga wasiwasi. Anasema chuma hicho. Kuna mtu alikuja hapa. Duasha, unamkumbuka? Duasha? Nani? Sawa, ile winga ya Yanga. Yupi huyo? Sawa, Duasha. Duasha? Yaani atokea ASEC Mimosa afu aje mbovu hapa? Hapana. Waliacha msimu uliopita mwasao wote winga ile ya Yanga ile. Kuna rasta. Sasa Ekua hajakulia na ndi hajakulia ASEC Mimosa. Ekua ni scouting walifanya. Yule katoka Zoman FC ya pale Ivory Coast ndo akasajiliwa ASEC. Kaka, mchezaji anapikwa pale ASEC Mimosa chini ya Mark Jean Galou ambao walitengeneza ile ASEC Academy, wakaitengeneza kuwa bora. Bro, asikwambie mtu ASEC wakimtengeneza mchezaji, huyo mchezaji akifeli ni nadra mno. Labda itokee tu kwa sababu za kimpira na majeraha. Lakini trust me my brother, nakwambia ukweli. Atola kwa Siao ni full package, full back. Fikiria hapo ndo katoka kwenye majeraha, lakini nenda kaangalia ile work rate yake. So mbona Young Africans wamemvumilia? Sasa hicho ni kitu ambacho ukiwezi kukikuta kwenye mpira wetu wa Tanzania. Kumvumilia mchezaji.
kwa sababu wanajua ubora wake, walikuwa wanajua nini watakuja kufaidika nacho huku mbele. Na hicho kitu nawaambiaga sana hata baadhi ya timu hapa Tanzania, mchezaji akiumia kwa nini muache? Si vizuri, kwa sababu huwezi kujua akija akirudi atakuwa katika ubora upi. Kwa nini msiwape nafasi second chance? Na katika usajili mpya mimi kuuliza hapo, ni mchezaji gani unayemwona ni hatari kwa Young Africans? Of course lazima umchague lazima umchague Shashaman Peter Shalulile. Lazima Peter Shalulile. Wewe hujamuona? Ni mchezaji hatari sana. Albert Kangwanda ni mshambuliaji, ni mchezaji mzuri, so ni winga mzuri, sibla mzuri, na kupata MVP tu wa nchi ya Zambia kwenye ligi ya Zambia is not easy my brother. Msimu uliopita goli 13, assist 9. Anakuja mechi yake ya kwanza ya dabi anafunga, sibla mzuri. Hiyo ni ishara nzuri sana, lakini tumpe muda, kwa sababu jana kuna muda, unajua Mwalimu Mangoba Mngiti ulikuwa ukimsikiliza interview yake kabla ya mechi, alisema kabisa Simba wana mapungufu kwenye wale mafullback wanapopanda, wanafanya overlap. Kwa hiyo aliwaweka na ndio Hussein Zakwani pamoja na Kagwanda kwa sababu alijua madhaifu ya Simba pia yako pembeni mwa uwanja. Lakini ulikuwa ukiangalia ule mchezo, ukimwangalia Zakwani ni threat, ni hatari, lakini bado kwenye maamuzi ya kuwa mzuri. Kuna muda alikuwa anapiga crosses zinapita. Kuna muda Simba alikuwa anajichanganya, anapata mpira anapiga crossi ovyo, sio vizuri. Lakini Kagwanda muangalie first touch yake, crosses zake, sio vizuri, anticipation yake, hata goli alilofunga ujue kama una uwezo mdogo wa kiufundi ama uwezo wa kushambulia nafasi ni mdogo, huwezi kufunga. Angalia alivyoenda kufunga mbele ya yule Ismail Toure, piga kichwa utafikiria ampiga na mguu chuma, sio vizuri. Unaona walisia chuma, chuma. Kasari anaangalia mpira umempita kwenye mikono pale pale. Chali bwana, tusimwache. Chali. Leo anasema anajuta. Hapana. Simba wamechanganyikiwa baada ya kipigo. Sio vizuri. Mimi nakwambia, yani kama wafuatilia. Fuatilia, kila mtu anazungumza lake. Wewe mtu uko wewe kabwe bwana, umewekewa Pinpin Kamara hapa Kasari, unaondoka na nani? Nani? Pinpin Kamara na Kasari, unaondoka na nani? Babu, mimi namchukua yoyote kati ya, kwa sababu wote mimi sioni tofauti. Kwa mmoja. Uone tofauti? Sioni. Pinpin Kamara anasema alikuwa na footwork nzuri. Babu, Simba walikosa ubingwa hapa msimu juzi. Magoli sijui ya Costi. Kumbuka mechi ya Yanga ile anatemea ndani. Mbona alikuwa na makosa kibao? Yaani watu wanatafuta babu, unaona mashabiki wa Simba wamechanganyikiwa baada ya kipigo cha jana. Ukiangalia mashabiki wa Simba wamevurugwa, kila mtu anazungumza la kwake. Yaani ni kama vile kile kipindi cha zamani ule mlima ni mnara nini, mnara wa Babeli, wakati wanatengeneza mnara wa Babeli kule. Sasa waende kumuona Mungu, wamefika kule juu wakaanza kuchanganyikiwa, kila mtu anaanza kuongea lugha ambayo ndio mashabiki wa Simba walipofika hivi sasa, kwa sababu kipigo cha Yanga kimewavuruga vibaya mno. Kila mtu anazungumza kwake, Mangungu atoke, Mode ujimwindie, unazoa nani, bodi katiba, atoyela afanye. Sasa angekuwa atoyela singekuwa mnadaiwa. Angekuwa atoyela kaka, singekuwa mnadaiwa sasa hivi. FIFA wangewaacha, mnafikiri? Hela zinatoka. Au shida na mwenyekiti. Kaka, narudia tena kuambia, wangekuwa Simba hawatoi hela. Wangekuwa Simba hawatoi hela. Sio vizuri kwa wachezaji wao au bosi atoi hela. Kaka, sasa hizi kesi za FIFA zingekuwa zimejaa. Unajua FIFA Zamalek wana kesi 11 walizipangua kidogo hata washiriki mashindano ya CAF. Sio vizuri. Alafu tu niambie mtu atoi hela. Wewe kuna mtu gani asubi choke tuongee ukweli? Haya basi, katoka Mo au katoka nani, mtu yote katoka pale. Nani ambaye anaweza katoa hela ya kuwalipa wale wachezaji wote mshahara? Huko kampeni huko wanasema wanataka wamlete yule mdogo wake JSM pale. Sasa ndio huo si uchawa. Huo ni yaani unaona hizo kampeni zote sijui aje tajiri nani sijui nani, kila mtu anavutia kwake, kwa sababu kila mtu anataka tajiri ambaye anamudu ile kaa pale ili aweze kuokota maokoto. Kwa hiyo anaitumia Simba sasa hivi kama chambo. Simba wawe makini sana na hawa machawa kiukweli. Mimi nakuhakikishia bro, mimi wallahi nife kafiri, sijawahi kula hela ya mtu yoyote
Wallahi nife kafiri, nakwambia ukweli. Kupewa hela usifie timu. Haki ya Mungu na kuwapia nife kafiri. Sijawahi kupewa nisifie sijui timu ya nani, sijui nimsifie nani, sijawahi na sitaki hiyo hela. Kwa sababu tokea mtu akakwambia bwana isifie Simba mpungako. Sitaki. Sina hiyo njaa ya namna hiyo. Mimi sina hiyo njaa ya namna hiyo. Nakwambia unasema kweli? Wallahi nakuhakikisha sitaki na sina hiyo njaa ya namna hiyo. Hawajakufuata tu. Kaka. Sasa wewe nifuate na kula hela na nikishakula hela ukikosea nasema kama kawaida. Sijui mla vizuri. Huo ni uhalisia. Kwa sababu end of the day ngoja nikwambie kitu kimoja. Tunawakosea sana hao mashabiki hao. Tukifanya hii kazi pasina kufuata uweledi tunawakosea hao mashabiki. Hao mashabiki wanaumia sana. Sijui mla vizuri. Mimi nakwambia ukweli. Leo unapiga kelele na uchao wako, tajiri huyu ndo aenda kukaa pale, si tajiri huyu aenda akakae pale na kadhalika. Kuna tajiri gani atakubali hela yake aiweke pale iwe inaliwa kirahisi? Yaani una msajili mchezaji afu achezi, analipwa mamilioni ya fedha, alafu baadaye unashangaa anavunjiwa mkataba na unaambiwa utoe hela, haumuoni akicheza. Au anasajiliwa mchezaji na ndi leo huyu baada ya siku 3 sio mchezaji, aondoke. Mshamsainisha mkataba, mnataka mumvunjie mkataba ndani ya siku 5. Wanaosema Dumbi atolewe kabadilisha lija. Sasa hebu niambia haya, Dumbi amemsajili na washamsainisha, alafu kama kasaini mkataba wa miaka 2. Si lazima ukompensate hela umlipe hela zake ili aondoke. Trust bwana wewe. Kuna mashabiki watu wanampa mpaka jina rais wa heshima. Hapana, mimi sioni hiyo thamani ambayo anampa jamaa. Mimi nakwambia kweli kaka, na ili thamani yako, kuna muda thamani yako ionekane. Just move. Yaani natamani hata siku moja aondoke zake. Nani? Modeo jiondoke zake, hawaachie hiyo timu afu tuone. Mimi natamani yani aondoke siku Simba. Kaka mimi, yani natamani Mo aondoke. Alafu nione huyo tajiri atakayekuja pale kuja kuweka hela. Yani natamani sana hiyo siku nione. Yani hiyo siku naitamani sana nione Mo aondoke zake, aache. Alafu nione huyo tajiri atakayekuja kuweka hizo hela, mabilioni ya fedha na kuiendesha Simba kama watu wanavyotaka. Yani atoe bilioni 5, bilioni 3, bilioni 2, bilioni. Yani natamani sana nione huyo tajiri. Kwani wanasema mbona Yanga wenyewe nao Manje aliondoka? Sasa wewe. Kwa hiyo Simba nao akiondoka hapa inabidi aondoke, alafu tuone wanachokisema, kwa sababu kuna watu hawajaiona Simba ikipitia hichi hali tete. Sisi tumeiona ikipitia hali tete kabla ya ujio wa Mo kurudi hapa 2017 sio. Tumeiona Simba ilikuwa inahangaika. Au umesahau wewe? Sasa Simba nao wasiende. Babu, Mo Dewji akae zake tu pembeni, alafu tuone hao matajiri ambao wanasemekana wana mabilioni ya kuchezea waende pale Simba uone mpira wa miguu. Bro, mpira wa miguu. Na umeona hii Zambia ambao wanataka. Anakuja tajiri huyu acha namkateti aje tajiri huyu. Kaka watakuwa wanafuta, atakuja tajiri huyu ataondoka, atakuja tajiri huyu. Hata wawekezaji watatu ambao wanawalilia na kadhalika. Kama hakuna usimamizi mzuri kwenye uongozi au matajiri wote wataonekana silo chochote. Kikubwa kitu gani anachoweza sana Simba? Sio engineer anachoweza Simba. Young Africans wamedhibiti mianya na kutengeneza good governance. Yani uongozi wao umepunguza mianya. Yani wao wanajiongoza wachache. Kuna cycle ndogo sana. Lakini Simba unakuta watu wengi wanataka wote waingie Simba pale. Wengine wana hela, wengine hawana hela, wengine wapigaji. Sasa Yanga wameminya hiyo mianya. Simula vizuri. Kwa unakuta kuna utulivu, wana focus kwenye mambo yao, wanafanikiwa. Ila Simba kwa sababu kuna hiyo mianya ya watu kuingia kupiga makelele, huyu anataka huyu aingie, huyu anataka aingie. Matokeo yake ni nini mdogo wangu? Matokeo yake ni kwamba wamekuwa kichanganya wao wenyewe. Kelele zinakuwa nyingi kama bisi. Sababu vizuri huyu hivi huyu kaka. Sasa na mimi tulikuwa tumekaa na Masare, nikamwambia Masare. Amri Masare. Nikamwambia hivi, umeona hizo kelele zimeanza kabla Suleiman Mwalimu, wakati Suleiman Mwalimu amechukuliwa. Simba wakienda wakifungwa ndio kelele zitazidi. Yaani zitazidi mara 200 na kweli kwenye msajili hapo. Mwanzo nilikuuliza nikakwambia mmoja wa mchezaji ambaye Simba walimtarget alikuwa Sharulile, lakini inaonekana Yanga akawapiku juu. Pia Suleiman Mwalimu ambaye alishafika mpaka kambini anakuja wanapokonywa akiwa pale na viongozi wao akasikika bwana. Suleiman Mwalimu ni nani? Mchezaji wa kawaida.
Sasa Suleiman Mwalimu sio mchezaji wa Simba. Alitakiwa mchezaji wa Simba na walimtambulisha kwenye Simba Day. Ambao wanatakiwa kuamua sio Simba. Simba sio walishaambiwa walepeleke kiasi fulani cha fedha. Ndio feli ndio ninachokiongelea kwenye uongozi, kufeli kwenye usajili zao. Kwenye swala la Suleiman Mwalimu wala siwezi kuwalaumu viongozi wa Simba, hapana. Mchezaji mpaka anafika kambini. Hela walotaka Wydad Casablanca ni nyingi sana. Namtambulisha mchezaji. Hela walotaka Wydad Casablanca ni nyingi sana bro. Hata kama bro, unaona hata Ulaya kuna watu wanakubali baadhi ya sajili na kuna watu hawakubali baadhi ya nini ya sajili. Sio kwa sababu eti una hela tu ndio utoe hela tu from nowhere, hapana. Sio vizuri ya hapana. Suleiman Mwalimu ni mshambuliaji mzuri, lakini kwa thamani ambayo mimi niliyoiona ya hela, sio vizuri na compensation ya fedha zote zile, hapana. Sio vizuri ni mchezaji mzuri kweli, lakini hela ni nyingi mno zile. Yaani Wydad Casablanca hapo ndo kafanikiwa na kaingiza fedha nyingi. Tena kafanikiwa, fikiria mchezaji akiwa bado ni wa kwake. Kwa sababu hapo atarudi Wydad. Na Wydad wana nafasi tena ya kumuuza ujue. Ingekuwa labda wanamchukua moja kwa moja labda Yanga, wanamchukua moja kwa moja Simba, ningesema yes. Ila kwa mkopo, kwa zile fedha hapana. Hapana, mimi siwezi kukubaliana hicho kitu kaka. Tumalize na ile hapo. Yanga wanaonekana wameshinda kwenye dabi ila bado hawajamaliza sasa hivi. Wanataka kumuongeza, sema wanamuongeza Aziz Ki kwa kikosi chao. Hii ina impact gani? Na ukiangalia sasa kikosi chao inaonekana kidogo kimeimarika. Yanga walichofanyikiwa sasa. Kwa upande wa Suleiman Mwalimu mimi naamini ilikuwa ni upigaji wa Wydad Casablanca. Wameipiga timu yetu kutoka kumdhoofisha mpinzani. Ukiacha tu pia kumdhoofisha tu mpinzani. Wydad ni wezi tu. Bila vizuri wameipiga timu yetu ya Tanzania. Sio vizuri, mimi nasimama kama Mtanzania hapo. Lakini ukija kwa dili ya Aziz Ki, kumuuza Depu, unasikia tatizo kumuuza Alan Okello, Young Africans wameplay smart sana. Hela nyingi sana wamepata kwa hao wachezaji wawili. Mmoja wamepata, Young Africans wamepata hela nyingi kutoka kwa Depu, safi. Alafu watapata hela nyingine nzuri kutoka kwa nani? Kwa Alan Okello. Safi. Alafu unamrudisha Aziz Ki. Aziz Ki ukimwangalia ni upgrade ya Alan Okello. Unachaje kuwasifu Young Africans kwa usajili huo? Sio vizuri Na Aziz Ki arudi Yanga eti kwa sababu ameshuka kiwango. Aziz Ki anarudi Yanga kwa sababu ya matatizo yaliyopo Libya. Libya sio yeye, wachezaji wengi. Sebankoso Lochi nimeona Maghreb Phase wanamtaka, anaondoka kule. Wapo wachezaji wengi, hata Maele Simona kaenda kule, atapiga hela ataondoka pale. Wachezaji wengi unaona mastaa wanaenda kule wanapiga, wanaondoka kwa sababu hali ya usalama ya Libya sio nzuri. Maisha yao wanaishi kama vile mamafia. Sio vizuri, kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo Young Africans kumpata Aziz Ki akiwa bado wa moto, ameshazoea mazingira, amekaa kwa muda mrefu, wamefanya biashara ya Depu, wanataka kufanya biashara ya Alan Okello. Kwangu mimi nafikiri wamefanikiwa kiasi kikubwa sana. Aziz Ki atakupa goals, atakupa assist, ameshaizoea ligi. Labda tu aje hapa afeli kwa sababu sometimes football sio ya kutabiri. Sio vizuri. Aweza kaja hapa kafeli. Kitu ambacho hatuwezi kukiombea pia kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo watakuwa wameongeza quality kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Na Afrika ukiangalia wanahitaji huyo namba 10 ambaye ni creator, mtengenezaji zaidi, fundi ambaye atatengeneza nafasi nyingi sana. Kama wakimpata Aziz Ki alafu unapita Shalulile. Yanga ya moto. Yanga ya moto sana ise. Yaani ni kumwomba Mwenyezi Mungu wawe fresh. Na Simba raundi ya pili wawe fit. Wakimwona Aziz Ki pale na Shalulile, ndio sasa inabidi wapambane kwa sababu end of the day kaka, huwezi kuwa bora bila kukutana na timu bora. Sio vizuri. Tukizungumzia Tanzania tunazungumzia Simba, Yanga na Azam, umeona na wenyewe wanafanya usajili. Leo wamemshusha Idumba Fasika, wamemrudisha Jibril Sila. Yupo Kipre Junior. Ndio tunataka ligi iwe ya moto, hataki ligi iwe na timu lezi. Ili iweje? Mimi siwezi kuenjoy ligi ya kipuzi namna hiyo. Ligi ambayo tu ili mradi, hapana. Tuone ligi ambayo ni strong. Kwa Yanga kumrudisha Aziz Ki, kufanya biashara ya Depu angemwacha hivi ningesema Yanga hapo mmefanya kosa kubwa sana kwa sababu mimi sikufichi Depu ni mshambuliaji mzuri sana, mimi nilikuwa namkubali. Alan Okello wakimwacha hivi nasema hapana. Kumuuza yes,
wampata faida alafu wameenda kuchukua Ziki upgrade. Sina deni nao kabisa.